Gari ya makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche yashambuliwa kwa risasi nyingi za moto, huku dereva wake akishikiliwa na jeshi la polisi. Karibu tuendelee kupeana update na taarifa ya yale yanayoendelea kutokea ndani lakini pia nje ya nchi. Hii ni Mseto Media, channel ya kupendwa kwa ajili ya kukujuza habari zote za kweli na uhakika pale tu zinapotokea. Hakikisha umebonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele ili usipitwe na taarifa zetu. Tumepokea taarifa toka kurugenzi wa mawasiliano ya umma ya Chadema toka kwa Brenda Rupia ambaye amejuza kwa gari ya makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche ilishambuliwa na risasi za moto na jeshi la polisi. Brenda amejuza umma pia kuwa gari hiyo ilishambuliwa kufuatia lile sakata lilotokea mpakani Sirari baada ya vijana kumchukua Heche na kumsindikiza kwa miguu alipozuiwa kuvuka mpaka kwenda Kenya kushiriki mazishi ya Odinga, ambapo taarifa zinasema gari ilipelekwa kituo cha polisi na dereva kushikiliwa pia. Lakini pia kuna tukio la ajabu ambalo lilitokea jana. Gari la makamu mwenyekiti lilishambuliwa kwa risasi za moto, lakini likapasuliwa matairi na likaburuzwa mpaka kituo cha polisi. Na mpaka dakika hii wamemkamata dereva wa makamu na hawajampa dhamana wala hawajatoa sababu zozote za kumkamata kwake. Gari la makamu mwenyekiti lilishambuliwa kwa risasi za moto, lakini likapasuliwa matairi na likaburuzwa mpaka kituo cha polisi. Na mpaka dakika hii wamemkamata dereva wa makamu na hawajampa dhamana wala hawajatoa sababu zozote za kumkamata kwake. Lakini pia mkurugenzi wa mawasiliano Chadema Brenda Rupia alalamikia wao kuonewa, akitaka serikali ya CCM inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu ifuate sheria, kwani wao wanafuata sheria hizo pia. Sisi sio mateka, sisi sio wafungwa, hatujavunja sheria, kanuni na utaratibu wowote wa nchi hii ambao unatuzuia kutoka kwenye nchi. Hivyo tunataka serikali ya CCM ituone sisi kama pia ni wananchi ambao wana haki zote za kuingia na kutoka kama wananchi wengine. Kuwa mwanachama wa Chadema sio kosa ya nchi hii. Hivyo naomba serikali ifuate taratibu na sheria za nchi hii kama ambavyo sisi tunafuata taratibu na sheria za nchi hii. Hayo ndio alosema mkurugenzi wa mawasiliano Chadema. Je, wewe una lipi la kusema? Kwa lolote tafadhali tuachie comment yako hapa chini na sisi tutasoma. Hii ni channel ya kupendwa Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.